tushirikishane tone la upendo. Mwashamu Baba Askofu Stefano Msomba, Mheshimiwa mkuu wa shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu, Mheshimiwa makamu wa Baba Askofu, vika wa watawa, Mheshimiwa rekta wa seminari yetu kuu Segerea na Mheshimiwa wa seminari yetu kuu ya Morogoro Padre Reginald Liamuya. Mungu ni mwema na kila wakati. Kwa kweli maajabu makuu yametendeka siku ya leo, na kwetu tunachukua nafasi hii kuweza kuwatambulisha tukio hili muhimu ambalo ni tukio muhimu katika shirika letu. Shirika letu toka limeingia hapa Tanzania ni miaka 60. Kwa hiyo leo tutazindua rasmi maadhimisho hayo, na kilele kitakuwa tarehe 1 na tarehe 2 mwezi Julai mwaka huu huko Manyoni, mahali ambapo shirika lisimika mizizi yake kwa mara ya kwanza mnamo mwaka 1966. Uzinduzi huu utafanyika kama ifuatavyo. Nitamwalika Mheshimiwa mkuu wa shirika aweze kukata utepe pale kwenye hiyo mishumaa, na baada ya kukata utepe basi atamwomba Baba Askofu rasmi aweze kuwasha mshumaa huo mkubwa na mkabidhi huo mshumaa. Baba Askofu atamkabidhi tena mkuu wa shirika ili kutoka katika mshumaa huo mwanga huo upate kuangaza waumini wote katika nchi yetu ya Tanzania na kumshukuru Mungu kwa matendo makubwa ambayo ametutendea katika miaka hii 60. Mishumaa hiyo mingine watakuja kuchukua na kuwasha kwenye mshumaa kuu, mshumaa mkubwa, wakuu wa kanda zetu za Tanzania pamoja na familia ya damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo, ambao ni masista wa abudu. Mwakilishi wao wa mkuu wa shirika au mkuu wa shirika mwenyewe kama yupo atakuja kuchukua mshumaa ukapeleke mwanga huo katika familia hiyo, na pia walei wale wa utume wa damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo kama mojawapo ya familia kuu za familia hii ya damu azizi ya Yesu, nao watapewa mshumaa huo wakapeleke mwanga huko kwenye utume wao. Na mshumaa mwingine wataupokea wale ambao walikuwa ni walelewa wa shirika letu zamani, lakini Mungu akawaangazia wito mwingine, basi tunawaita kundi la Amici, na mwakilishi wao atakuja kuchukua mshumaa huo ili ukaangaze Amici wasiishie katika wale walioacha upadre, bali ukaangaze familia zao na watu wote wa Mungu. Baada ya tendo hilo basi tutawasomea historia ya shirika letu ili mweze kwa kifupi mweze kujua shirika letu limetoka wapi. Na tendo la mwisho litakuwa linahusu masalia ya mwenye heri Yohane Merlini, ambaye mwaka jana tarehe 12 Januari alitangazwa mwenye heri na Baba Mtakatifu Leo wa 14. Na masalia hayo yatatembelea kila jumuiya na katika kila jimbo la nchi yetu. Tunafanya utaratibu ili watu wapate kumfahamu Yohane Merlini, fadhila zake na utakatifu wake, wamombe ili siku moja apate kutangazwa mtakatifu baada ya mwanzilishi wetu Mtakatifu Gaspari. Basi kwa utaratibu huo nipende kumwalika kwa heshima na taadhima mkuu wa shirika akakate utepe.
Basi nimwalike Baba Askofu kwa heshima na taadhima akatuwashie mshumaa huo, mkabidhi mkuu wa shirika. Makofi na vigelegele kwa Baba Askofu. Kama mnavyofahamu, shirika letu lilikuwa ndilo linainjilisha eneo hili ambalo limekuwa sehemu ya jimbo la Bagamoyo, na kwa heshima na taadhima tunamshukuru Baba Askofu. Naomba tumpigie makofi, tumshukuru sana. Baada ya hapo tunawaalika wakuu wa kanda. Tutaanza na mkuu wa kanda ambayo tumeibatiza jina la Ocean, maanake watu wa baharini, ili tusitaje jimbo la Dar es Salaam na Bagamoyo. Basi Mheshimiwa Padri Emmanuel Makusaro, yeye ndiye mkuu wa kanda hii ya Ocean, awashe mshumaa kwenye mshumaa mkubwa. Mshumaa huo naowasha utatembelea kila jumuiya yetu katika jimbo la Bagamoyo na jimbo la Dar es Salaam, ukapeleke mwanga wa damu ya Kristo, mwanga wa karama ya umisionari. Asante. Namwalika mkuu wa kanda ya Morogoro ambaye ni Mheshimiwa Padri Gregory Mkotya. Mshumaa huu anaouwasha unaenda kuwasha jumuiya zote na waumini tunaowahudumia katika jimbo Katoliki Morogoro na jimbo Katoliki Ifakara. Sasa nimwalike mkuu wa kanda ya Dodoma ambaye ni Father Chrysogon Vulstan, lakini hayupo, na mwakilishi wake. Basi ni mwalike Brother Beno, Edward Beno, aje kupokea mshumaa huo. Brother Beno, kama uko karibu, au mwakilishi mwingine. Brother Beno yuko anakimbia, anapiga tizi. Mshumaa huo katika kanda ya Dodoma unaenda kuwasha mwanga huo wa damu azizi ya Yesu na karama zake katika jimbo Katoliki, jimbo kuu la Dodoma, lakini pia jimbo la Mbulu, jimbo la Mbulu. Basi anayefuata ni mwakilishi wa kanda ya Lake Zone, manake wale ambao wanafanya utume katika jimbo Katoliki la
la Bariadi nao jimbo jipya, na jimbo Katoliki la Mwanza na jimbo Katoliki la Rulenge Ngara. Mwakilishi wao kama yupo aje achukue mshumaa unaowaka, au mwakilishi yeyote. Namwomba Father Bonaventure ambaye amewahi kufanya katika eneo lile awawakilishe, wachukue mshumaa. Baada ya kanda ya Dodoma, tunawaalika wale wa kanda ya Manyoni. Mkuu wa kanda sikumwona hapa, ningemwomba Padre Senen apate kuwakilisha kanda ya Manyoni. Baada ya hapo, mwakilishi wa utume wa damu azizi ya Yesu asogee aweze kuwasha mshumaa, ukawashe mwanga huo uenee. Utume wa damu azizi ya Yesu ni jeshi kubwa, lipate kuenea katika majimbo yetu ya Tanzania yote. Atajongea mwakilishi wa Amichi Tanzania. Nimemwona kabla ya misa, asogee aje kuchukua mshumaa wa Amichi. Na Amichi ni kundi la wale ambao wameona wito kwa damu azizi ya Yesu uishi kwa namna tofauti, wakiwa baba wa familia na kundi la wenye taaluma mbalimbali katika serikali. Baada ya hao tunamwalika mwakilishi wa mkuu wa shirika la wamasista wa abuduo damu ya Kristo, ambao miaka 60 iliyopita wao ndio wamekwenda bega kwa bega katika uinjilishaji wa wamisionari wa damu azizi ya Yesu ya Bwana wetu Yesu Kristo mahali pote tulipo. Mwakilishi wa mkuu wa shirika, karibu na asante, ukawashe mshumaa na pia ukawake kwa waabuduo wote ambao wanafanya kazi ya utume ndani ya Tanzania na mahali pengine. Baada ya tukio hilo, ningewaalika mkuu wa shirika akae na tusikilize historia fupi ya shirika Tanzania. Shirika la wamisionari wa damu azizi ya Yesu ni mwishoni.
tunaitwa Missionaries of the Precious Blood, na hapa Tanzania tumesajiliwa kama Society of the Precious Blood. Ni shirika la kazi za kitume la mapade na mabruda lililoanzishwa na Mtakatifu Gaspari del Bufalo tarehe 15 mwezi Agosti mwaka 1815 huko Jano, Italia, katika abasia ya Mtakatifu Felix, na kuwekwa chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria na usimamizi wa Mtakatifu Francisco Xaveri. Lengo la Mtakatifu Gaspari katika kuanzisha shirika ni ukombozi wa wanadamu, kueneza upendo wa Kristo aliyouonyesha alipomwaga damu yake msalabani. Ndiyo maana Gaspari alisema, natamani niwe na ndimi 1000 ili upendo huu uwafikie watu wote. Kuenea kwa shirika. Tangu mwanzo, maelfu ya wamisionari walivutwa na moyo wa Mtakatifu Gaspari na wameendeleza utume huo. Licha ya changamoto nyingi za mwanzoni, shirika liliendelea kukua na kuenea katika nje ya Italia. Hadi sasa kuna wanashirika takriban 500 na wameenea katika mabara yote ya dunia katika nchi zaidi ya 20 zilizogawanyika katika province 8, vicariate 2 na mission 2. Karama ya shirika. Wamisionari hawa wanaongozwa na mihimili mitatu: utume na tasawufi ya damu azizi ya Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa Mtakatifu Gaspari na hata kwa wanashirika wote, Kristo kumwaga damu yake ni alama ya upendo mkuu wa Mungu kwa watu wa kila kabila, lugha, jamaa na taifa. Tasawufi hii ya damu azizi ndiyo inayowahamasisha na kuwasukuma wamisionari waishi pamoja katika jumuiya, wakiunganishwa na kifungo cha upendo bila kuweka nadhiri. Wanapata fursa ya na kutafakari neno la Mungu ili waende kuhudumia na kuleta upatanisho kwa watu. Ujio wa shirika Tanzania. Ujio wa shirika Tanzania ulikuwa tunda la jubilei ya miaka 150 toka kuanzishwa kwa shirika. Makao makuu ya shirika hapa Tanzania yalianzia Manyoni, Singida, kisha Morogoro na sasa yapo Kisasa mjini Dodoma. Wanashirika walifika mara ya kwanza Tanzania tarehe 19 mwezi wa Mei mwaka 1966 wakati shirika alipokuwa linaadhimisha miaka 150 kama nilivyosema. Walifika wamisionari watatu, nao ni Padre Joseph Montenegro, Padre Lino Joya na Bruda Franco Palumbo. Walifika Dodoma na kupelekwa kwa mapadi wa Passionist chini ya askofu wa kwanza wa jimbo la Dodoma ambaye alikuwa Mhashamu Askofu Jeremia Peshe. Wakati huo marehemu Askofu Matias Isuja alikuwa katibu wa jimbo. Waliwasili Manyoni, Singida tarehe 11 Februari mwaka 1967 na kuanza rasmi kuwahudumia watu wa Manyoni na vitongoji vyake, wakati huo ikiwa katika jimbo la Dodoma. Kwa kipindi cha miezi kadhaa kabla ya kukabidhiwa shughuli za kitume wilayani Manyoni, wamisionari hao waliishi jimboni Dodoma. Padre Candido, mwanashirika wa shirika la mateso yani Passionist jimboni Dodoma, alikuwa ndiyo kiongozi wao katika kipindi cha kujiandaa kufanya kazi za kimisionari. Wenyeji waliowapokea wamisionari wa kwanza Manyoni ni pamoja na Mzee Lazaro Kayombo ambaye ni baba wa marehemu Padre Kayombo, misionari ambaye tumepadilishwa na mimi pamoja. Raya milele mpe Bwana, apumzike kwa amani.
aliyekuwa mfanyakazi wa reli. Mwingine alikuwa katekista Roman mwenye panduka, mwingine Hilary Msahala aliyekuwa mwalimu mkuu wa shule ya msingi Manyoni, Tadei Muhagama aliyekuwa msaidizi wa mkuu wa magereza, Julita Antonyi na mume wake walikuwa ni wakulima, Moses Chabago Maria ambaye baadaye alikuwa mpishi wa mapadre, Paulo Mwimbwa baadaye akawa katekista, na mwalimu Florian. Wamisionari wengine waliofika baadaye kufanya kazi Tanzania kutoka Italia ni pamoja na Padre Mario Dariosi, Bruda Umberto Reale, Padre Domenico Altieri ambaye amefanya kazi kubwa sasa eneo hili ambalo limekuwa jimbo la Bagamoyo, Padre Vincent Bozelli, Padre Francis Bartoloni, Padre Ernest Gisi. Huyu nafikiri walio wazee watamkumbuka hapa Boko, na majengo mnayoyaona yamesimama alihusika Padre Ernest Gisi, naye Mungu ameshamuita mbinguni. Padre John Piepoli, Padre Sebastiano Benedettini, Padre Antonio Calabrese, Padre Enzo Zoino, Padre Gennaro Chespite, Mario Brotini, Cosmo Turi, na kutoka Canada ni pamoja na Brother Anton Canterucci, Father Brendan Doherty, na kutoka Marekani pamoja ni Father Timothy Cody, Brother Alan na Father James Frederick. Mwaka 69 masista wanne waabuduo damu ya Kristo kutoka Italia walifika Tanzania wakiwa ni Sister Delfina Nyere, Sister Angelina Palmigiani, Sister Nicolina Scataglia, Sister Romana Saketi, na walianza kushirikiana na wamisionari hawa katika kueneza neno la Mungu na huduma za kijamii. Utume. Tangu mwanzoni wa misionari waliweka mkazo kwenye utume wa kanisa kwa mataifa, mission ad gentes. Walihubiri neno la Mungu kwa watu wote na kubatiza waamini. Wanaeneza neno la Mungu kwa njia mbalimbali: huduma maparokiani, mafungo ya kiroho, utume kwa vijana, huduma za jamii kama hospitali, shule, maji, huduma ya afya na huduma zingine za kijamii. Baada ya kufungua nyumba ya Manyoni na kwa kusoma alama za nyakati, kutokana na ongezeko la waamini na wahitaji wa misionari, kwa kushirikiana na askofu marehemu Bernard Mabula, walifungua parokia ya Itigi mwaka 1973, baadaye Chibumagwa mwaka 78 katika jimbo la Singida. Kwa vile wamisionari hawa walihitaji vitu mbalimbali kutoka Dar es Salaam, iliwalazimu kufungua nyumba ya prokura, na hatimaye Baba Kardinali Laureano Rugambwa aliwaomba wafungue parokia ya Tegeta mwaka 1979, jimbo kuu la Dar es Salaam. Ongezeko la waamini lilazimu kufungua maparokia mengine, ikiwemo parokia Mtakatifu Nicholas Kunduchi Mtongani mwaka 1999, na baadaye kituo cha hija parokia Mtakatifu Gaspar del Bufalo Mbezi Beach mwaka 2007. Hata hivyo leo kuna parokia ya Mwenye Heri Isidori Bakanja Boko iliyofunguliwa mwaka 2003 na parokia Mtakatifu Andrea Mtume Bahari Beach iliyofunguliwa mwaka 2012 katika jimbo kuu la Dar es Salaam. Katika jimbo la Morogoro, shirika linahudumia parokia Mwili na Damu Kola B iliyofunguliwa mwaka 2002. Jimbo la Ifakara wanashirika wapo katika parokia ya Watakatifu Petro na Paulo Mitume Mkula iliyofunguliwa mwaka 2007. Jimbo la Dodoma, parokia Bikira Maria Mama wa Damu Azizi Kisasa iliyofunguliwa mwaka 2011, na parokia Mtakatifu Francisco Xaveri ya Chuo Kikuu cha Dodoma iliyofunguliwa mwaka 2015. Katika jimbo la Shinyanga, wamisionari wa Damu Azizi wanahudumia katika parokia ya Old Maswa ambayo sasa itakuwa nafikiri kwenye jimbo la Bariadi,
iliyofunguliwa mwaka 2018 na mwaka 2019 kule Shanwe Mpanda, jimbo la Rulenge tupo katika parokia ya Benako iliyofunguliwa mwaka 2021. Jimbo la Mbulu wapo katika parokia Mtakatifu Yuda Tadei Gunyoda iliyofunguliwa mwaka huo mwaka 2021. Katika jimbo la Singida wapo pia katika parokia Mtakatifu Ursula Mkiwa toka mwezi Novemba 2021. Na katika parokia ya Manyoni zimezaliwa parokia 5, nazo ni ya Mtakatifu Gaspari Mwembeni, Mtakatifu Benedikto Majengo na Mtakatifu Francisco wa Asisi Mwanzi, Mtakatifu Ana Msemembo na Mtakatifu Maria Mkingiwa dhambi asili Idodiandole. Hizi mbili za mwisho bado ni parokia teule. Katika jimbo la Msoma tupo katika parokia teule ya Nata. Taasisi 1988, Radio Mwangaza iliyofunguliwa mwaka 2002 na kituo cha mikutano St. Gaspar Hotel and Conference Center kilichofunguliwa mwaka 2010. Lakini pia katika hospitali ya Mtakatifu Gaspari kufunguliwa chuo cha wakunga na manesi mwaka 1989 na taasisi zingine zimezaliwa, ziko nyingi, hatuwezi kuzitaja zote hapa. Licha ya utume wa kawaida wa neno la Mungu na huduma za kijamii, shirika limekuwa mstari wa mbele kuwashirikisha watu mmoja mmoja katika vikundi karama yake. Vipo vikundi vyenye majina mbalimbali mahala pote wanapofanya kazi wa misionari, lakini pamoja vinajulikana kama utume wa damu azizi wa Yesu. Wana utume, nyosheni mikono. Bigelegele basi na shangwe. Lakini kipo kikundi cha waseminari wastaafu ambacho mmeona kimetambulishwa, lakini pia tuna mahusiano ya vikundi vingi na shirika letu vinavyosaidia watu waendelee kukua kiroho na kupata fursa za utume wa shirika, kila mmoja kadiri ya karama na nafasi. Malezi na waseminari. Wamisionari walitamani utume wa shirika hapa Tanzania uendelevu. Baada ya miaka kadhaa ya uzoefu wa mazingira, mila na desturi za Kitanzania, walianza kazi za malezi ya vijana walioonyesha nia kujiunga na shirika. Walijenga nyumba ya kwanza ya malezi ya Mtakatifu Francisco Xavier Itigi mwaka 1982. Baadaye ilijengwa nyumba ya mtumishi wa Mungu Yohani Merlini wakati ule. Sasa hivi ni mwenye heri Yohani Merlini, nyumba iliyoko Miyuji Dodoma mwaka 1987, na hatimaye St. Gaspar College Morogoro iliyoanzishwa mwaka 1983. Kwa sasa shirika lina waseminari takriban 50 walio katika ngazi mbalimbali za malezi. Wamisionari wa kwanza wazalendo ni mimi hapa, Padri Felix Mshobozi kwa unyenyekevu mkubwa, na Padri Onesfori Kayombo, kwa mara nyingine raya milele umpe Bwana, apumzike kwa amani. Tangu wakati huo idadi ya wamisionari iliongezeka hadi sasa tunapoongea mwaka 2026 tuna wamisionari 113 wanaofanya kazi utume sehemu mbalimbali za ulimwengu. Basi pamoja na details nyingi za historia, tunahitimisha kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wake, kwa maana kupitia wanashirika, mapadri na mapruda, masista, walei ambao wameshirikiana nasi katika maisha na utume wetu
kwa miaka 60 hapa Tanzania, uinjilishaji, makuzi ya maisha ya kiroho, tasawufi ya damu azizi na huduma nyingi za kijamii zimewanufaisha watu wengi katika nchi yetu. Aidha, tunamshukuru Mungu kwa ufanisi tulioufikia. Tunatambua pia changamoto mbalimbali ambazo tumezipitia. Tunajiweka chini ya ulinzi wa Mtakatifu Gaspari mwanzilishi wetu, chini ya ulinzi wa Bikira Maria mama wa damu azizi ya Yesu, chini ya Mtakatifu Francisco Xaveri msimamizi wetu, na hasa mwombezi wetu mwenye heri Yohane Merlin ambaye ataongoza maadhimisho yetu mwaka huu. Si mwaka wote utakuwa ni wa maadhimisho, nafikiri ni miezi tu 6 tu, kwa sababu tutahitimisha pale Manyoni tarehe 2 mwezi wa 7 mwaka huu. Na kwa maneno hayo nichukue nafasi kwa niaba ya shirika kuwashukuru wale wote ambao wametupokea katika majimbo yao Tanzania na kushiriki utume pamoja nao. Tushirikishane tone la upendo. Na sasa basi tuhitimishe ngwe hii kwa kuyaleta masalia ya mwenye heri Yohane Merlin, yakabidhiwe kwa mwenyekiti wa kanda wa kanda ya Ocean ili aanze ziara yake ambayo itakuwa kama ifuatavyo. Kuanzia tarehe 24 leo Januari mpaka tarehe 12 Februari yatakuwa katika kanda ya Ocean. Kuanzia tarehe 17 Februari hadi Machi tarehe 12 yatakuwa katika kanda ya Morogoro. Kuanzia tarehe 15 Machi hadi tarehe 5 Mei yatakuwa katika kanda ya Dodoma, na kuanzia tarehe 8 mwezi Mei hadi tarehe 28 mwezi Mei yatakuwa katika Lake Zone, na mwisho yatahitimisha safari yake na baraka zake kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 27 Juni katika kanda ya Manyoni ambako ndiko kilele cha maadhimisho yatafanyika. Naomba mkuu wa shirika basi umkabidhi mwenyekiti wa kanda. Na kwa tendo hilo basi tumehitimisha ngwe hii. Asante sana. Tushirikishane tone la upendo. Basi baada ya zoezi hilo, na sasa ninamkaribisha MC ambaye atatuongoza katika zawadi na mambo mengine. Karibu sana MC ulioandaliwa. Mungu ni mwema kila wakati. Tumshangilie Mungu kwa makofi mengi na vigelegele. Basi kwa kukomboa wakati, Mheshimiwa Baba Askofu, Mheshimiwa mkuu wa shirika, itifaki imezingatiwa. Tuko kwenye eneo la zawadi. Ni taratibu, ninaomba tupeane ushirikiano ili tuweze kumaliza kwa wakati. Basi utaratibu wetu wa zawadi, tutaanza na kumshika mkono Baba Askofu, na hili linatuhusu sisi wote tulioko mahali hapa.
ili baba yetu kuwepo kwake hapa ikawe baraka kwetu na kwake. Amina. Lakini zoezi la pili litakuwa ni zoezi la kumshika baba mkono kwa bahasha, na hapa kutakuwa na makundi maalum ambayo tayari yameshaandaliwa. Kundi la kwanza litakuwa ni kundi la viongozi wa jumuiya zote za parokiani. Mtakuja kikanda, kwa tutaita kanda, mtakuja viongozi wote wa jumuiya kuja kumshika mkono baba kwa kumkabidhi bahasha. Na niombe kwa wale wote ambao tutatangaza kuja na bahasha, basi kama hauna bahasha, wako wasimamizi wa misa wanazo bahasha. Wakati tunakuja kumshika mkono baba askofu, basi pitia ushike bahasha na